Taasisi ya Mtishbi Scholars imeendelea kuwasaidia wanafunzi wa Tanzania kupata fursa za masomo katika vyuo mbalimbali duniani ikiwemo India, China, Poland, Spain na Falme za Kiarabu UAE. Kupitia huduma zake, taasisi hiyo huwasaidia wanafunzi kuchagua fani na vyuo vinavyolingana na malengo yao na taaluma, pamoja na kuongoza katika hatua za udahili, visa na ufasili wa masomo. Mkurugenzi wa Mtishbi Scholars Elia Zakaria ameyasema hayo akiwa katika maonyesho ya 7 ya elimu ya juu yanayofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja Zanzibar, akieleza kuwa taasisi hiyo imejikita kuunganisha wanafunzi wa Tanzania na vyuo vya kimataifa, huku ikiwasaidia kupata ufadhili wa masomo unaoweza kufikia 75% hadi 80%. Ameongeza kuwa ushauri wa kitaalamu unaotolewa umekuwa kuwasaidia wanafunzi na wazazi kufanya maamuzi sahihi kuhusu elimu na mustakabali wao. Majina yangu naitwa Elia Zakaria, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Mtishbi Scholars. Hii ni taasisi ambayo inajihusisha na kusaidia wanafunzi wanaotamani kusoma nje ya nchi. Kwa hiyo tulipata mwaliko kutoka TCU za upande wa Zanzibar kwamba tukuja kwa wadau katika ushiriki maonyesho makubwa ya elimu ya juu. Kwa hiyo tukaja tukajumuika pamoja. Actually sisi kama Mtishbi Scholars tuna nchi nyingi, tuna nchi kama India, tuna China, tuna Dubai, tuna Poland, tuna Spain. Kwa tuna nchi nyingi, lakini mwanafunzi anapokuja, cha kwanza tunatamani kujua mwanafunzi anatamani yeye kusoma nini, lakini pia anatamani kusoma kozi gani. Kwa mfano tuna nchi ambazo ni nzuri kwenye upande wa afya zaidi, na kuna nchi nyingine ni nzuri kwenye upande wa teknolojia. Kwa cha kwanza tunasema tuna criteria 3. Ya kwanza, mwanafunzi yeye anapenda nini, kwa sababu huyu ni mwanafunzi na tunataka tumpeleke nje, zamani aje kuwa professional akishakutwa. Kwa hiyo cha kwanza anapenda nini, lakini cha pili, je, hiyo kazi ina ajira? Kwa hiyo jambo la kuliangalia, lakini pia affordability, hiyo nchi au mji ambao mwanafunzi anaenda, is it affordable kwa mzazi? Kwa hiyo tunaangalia hayo yote kabla ya mwanafunzi kuchukua maamuzi ya kwenda kusoma nje ya nchi. Cha kwanza, mwanafunzi akiamua kwenda kusoma nje ya nchi kupitia Mtishbi Scholars, na especially kwenye kipindi cha maonyesho, cha kwanza tuna offer ya tiketi ya ndege bure. Tunatoa tiketi ya ndege bure kabisa kwa wanafunzi wote ambao wamekuja kuapply na sisi hapa kwenye maonyesho haya ya vyuo vikuu. Lakini pia tunatoa pia huduma ya application bure kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tuna huduma nyingi, lakini pia wanafunzi wengi tumegundua kwamba hawafahamu nini wanataka kusoma. Ya bado they don't understand course gani wasome. Kwa hiyo wakija pia wanapata nafasi ya kushauriwa. Tunatumia watu tunakiita psychometric tools. Tunasaidia kufahamu, kushirikiana ufahamu mwanafunzi, imadi mwanafunzi ajue nini anatakiwa kusoma ambacho kitakuwa na manufaa katika maisha yake. Yes, kwa hiyo ni baadhi tu ya faida ambazo mzazi au mwanafunzi anazipata anapokuja kufahamu zaidi kuhusiana na kusoma nje ya nchi kupitia haya maonyesho na kupitia Mtishbi Scholars. Inategemea, kama tunafahamu elimu ya nje ya nchi ni gharama, lakini kwa sababu kuna scholarship ambazo zinatolewa. Kwa mfano tuna scholarship za 50%, tuna 75%, kwenye mpaka 80% kwa wanafunzi wengine kulingana na ufaulu wao. Kwa mwanafunzi akiweza kuja kipindi hiki cha maonyesho, mzazi akaweza kupiga namba zetu akatutafuta kwenye kipindi hiki, kulingana na ufaulu mwanae anaweza akapata 75%, anaweza akapata 80% scholarship, na ikapunguza. Kama ilikuwa bali alipe milioni 10 akalipa milioni 5, kama alikuwa alipe milioni 20 basi akalipa milioni 10. Lakini pia hiyo milioni 10 au milioni 8 inagharimika na kila kitu, kuanzia chakula, malazi na kwa ndani ya hiyo gharama. Kwa upande wao, wawakilishi wa vyuo na taasisi za elimu kutoka India, UAE wamehamasisha wanafunzi wa Tanzania kutumia fursa za masomo nje ya nchi, wakieleza kuwa vyuo hivyo vinatoa scholarship na mafunzo ya vitendo, programu za kimataifa zinazoandaa wanafunzi kwa ushindani wa soko la ajira duniani. Habari zenu wa Tanzania, kwa majina naitwa Dennis Makao. Mimi ni relationship manager wa hii chuo, shirika la Big Education, ambapo ndani ya Big Education tuko na vyuo tofauti. Kwa sasa tuko na partnership na Royal Roads University ambacho ni chuo kikuu kinajulikana kule Canada. Kwa hivyo tuko na campus yao kule UAE ama kule Dubai, na tuko na vyuo 3. Tuko na campus 3. Campus moja iko Sharjah, campus ya pili iko Dubai, campus ya 3 iko Ras Al Khaimah. Ni vizuri mjue ya kwamba baadhi ya courses ambazo tuko nazo katika shule yetu ni courses za teknolojia na biashara. Na wiki hii tumekuwa hapa kwa ajili ya maonyesho
hapa Zanzibar, Mnazi Mmoja. Tumekuja hapa kwa partnership na wakala wetu ambaye ni Mutishbi ambaye ametokea Tanzania. Kwa hivyo wiki hii tumekuwa hapa na tumekuwa tukipokea applications kwa ajili ya Oktoba 2026. Kwa hivyo kama uko hapa unaona nitazama, naomba huje hapa haraka. Application ni free, tutaweza kukupatia application, na ni vizuri uweze kujua kwamba tuko na 50% scholarship. Kwa hivyo ukija hapa tutaweza kusaidia vilivyo. Ni vizuri pia ujue kwamba uhitaji kuja na bank statement yoyote. Hatuhitaji your bank statement, application ni free, so naomba huje hapa haraka iwezekanavyo. Asante sana. Miongoni mwa wanufaika wa fursa hiyo ni mwanafunzi aliyesoma katika RK University India kupitia scholarship, ambaye amesema amepata elimu na uzoefu wa kimataifa uliomsaidia kufahamu tamaduni mbalimbali na kukamilisha masomo yake kwa mafanikio. Amesisitiza wanafunzi kuwa na ujasiri na kutumia fursa za elimu nje ya nchi. Kwa majina naitwa Mariam Ali Mohamed. Naishi Jang'ombe. Nimegraduate katika chuo cha RK University India kupitia Mtishbi Scholars. Nimenufaika na chuo hichi kupata opportunity ya kwenda abroad. Kupitia scholarship hiyo nimejua miji mbalimbali ya India. Nimefanikiwa pia kuingia nchi tofauti tofauti kupitia scholarship hii hapa. Hivyo na nimefanikiwa pia kumaliza degree yangu bila matatizo yote. Nimewajua kupitia maonesho yao tofauti tofauti, yakiwepo ya mwaka jana na miaka iliyopita kabla hawajajitangaza, pia hata kupitia tu kwenye mitandao niliwafahamu. Wasiogope, wakuwe na confidence, wamtangulize Mungu na wajiamini, watafanikiwa kila kitu. Cha kuambia sio kikubwa lakini sio kidogo. Na washukuru sana kwa ukarimu wao, huduma zao nzuri, ni waaminifu. Hawana kona tofauti na watu wengine, hawana utapeli na wanajali pia customer zao. Wanawafuatilia mpaka pale ambapo mtagraduate. Nikiripoti, mimi ni Musa Mad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.